Habarini za asubuhi. Mimi ninaitwa Nectas Samuel Ndunguru, ni afisa metrolojia mwandamizi hapa katika shirika la viwango Tanzania TBS. Tarehe 20 ya mwezi Mei ya kila mwaka dunia huadhimisha siku ya vipimo duniani. Siku hii ni kumbukizi ya tukio kubwa ambalo lilitokea duniani mwaka 1875 la kusainiwa mkataba wa kimataifa wa vipimo. Mkataba huu ulilenga kuleta usawia wa vipimo vyote ambavyo vinafanyika duniani, kwa maana ya kwamba kipimo kikipimwa kwenye nchi moja, kipimo kile kile kikipimwa kwenye nchi nyingine kiweze kutoa majibu yaliyo sawa. Sasa mwaka huu ni mwaka wa 150 tangu mkataba huo wa vipimo uliposainiwa. Kwa hiyo shirika la viwango Tanzania TBS tunaungana na nchi mbalimbali duniani kuadhimisha siku hii ya vipimo duniani kama nchi. Na kwa mwaka huu sherehe hizi zitafanyika katika mji wa Morogoro, na kauli mbiu ya mwaka huu ni vipimo kwa nyakati zote na kwa watu wote. Sasa kauli mbiu hii inalenga kuonesha umuhimu na nafasi ambayo vipimo sahihi huchukua katika kuleta maendeleo katika nyanja zote za kijamii na za kiuchumi. Tunapozungumza kwa habari ya vipimo kwa nyakati zote, tunamaanisha ya kwamba kipimo ambacho kimepimwa miaka kadhaa iliyopita na kikipimwa leo kitoe majibu yale yale, na kikipimwa baada ya miaka mingine mbele majibu yawe yale yale. Kwa hiyo kutengeneza ule usawia, kuhakikisha kwa vipimo vinakuwa sawa nyakati zote, hiyo ndio kazi ambayo Metrology TBS inafanya. Sasa kwa nini ni muhimu kuwa na vipimo sawia kwa nyakati zote? Kwa sababu ziko kazi kama tafiti ambazo zinachukua muda mrefu kukusanya data, kukusanya takwimu. Kwa hiyo unahitaji taarifa ambazo umezikusanya miaka kadhaa iliyopita na leo ziwe sawia, ili unapokuja kutoa hitimisho ya utafiti wako, basi uwe utafiti ambao vipimo vyake vimekuwa linganifu katika nyakati zote. Lakini sambamba na hiyo, wako taasisi na watu ambao wanaangalia trend, wanaangalia mwenendo wa hali ya hewa au mazingira kwa muda mrefu, ili waweze kutengeneza model, kutengeneza mwenendo wa tabia nchi au mwenendo wa mazingira, hali ya mazingira. Kwa hiyo wanahitaji kusanya data kwa muda mrefu, hivyo usahihi wa kuhakikisha vipimo vipo sawia kwa nyakati zote unakuwa ni wa muhimu. Lakini sehemu ya pili ya kauli mbiu yetu ni vipimo kwa watu wote. Vipimo kwa watu wote katika maana gani? Kwa maana usahihi wa vipimo unaathiri sekta zote, nyanja zote za uchumi na za kijamii. Kwa mfano, usahihi wa vipimo katika mahospitali, vifaa ambavyo vinapima jotoridi au vifaa ambavyo vinatumika kupima uzito na kadhalika ambavyo vinatumika mahospitalini, vikiwa vimehakikiwa usahihi wake, vinapelekea daktari kutoa tiba sahihi kwa kuzingatia vipimo ambavyo vimetoka maabara. Kauli mbiu ya mwaka huu ya siku ya vipimo duniani inasema vipimo kwa nyakati zote na kwa watu wote. Na sisi kama shirika la viwango Tanzania TBS
tumekuwa tunaishi kauli hii kwa kuhakikisha kwamba tunatoa huduma ya kuhakiki usahihi wa vipimo katika nyanja mbalimbali za uchumi. Kwa mfano, katika sekta ya afya tunahakiki vipimo vile vya maabara, vifaa vya maabara ambavyo vinatumika kwa ajili ya kuchakata kuchakata sampuli zinazotumika kwa ajili ya uchunguzi wa magonjwa kule hospitali. Lakini pia katika sekta ya viwanda pia tunafanya uhakiki wa vifaa vya viwandani ili kuhakikisha kwamba bidhaa ambazo zinazalishwa katika viwanda vyetu zinakuwa zinakidhi ubora unaotakikana. Katika sekta ya usafirishaji, sekta ya anga, tunatoa huduma kuhakiki kwamba vifaa mbalimbali vinavyotumika kwa ajili ya matengenezo na kwa ajili ya kutunza vifaa katika sekta ya usafirishaji vinahakikiwa, kuhakikisha kwamba usafiri unakuwa salama katika nchi yetu. Sekta ya ujenzi, nimesema awali, tunahakikisha kwamba wakandarasi wote wanaofanya shughuli za ujenzi, kujenga madaraja, kujenga barabara, miundombinu mbalimbali, vifaa vyao ambavyo wanatumia kwa ajili ya kupima ubora wa material zao, malighafi zao, zinahakikiwa na Shirika la Viwango Tanzania kuhakikisha kwamba vipimo vyao vinakuwa sahihi, na hivyo kutengeneza barabara nzuri na miundombinu mizuri kwa ajili ya nchi yetu. Lakini haishi hapo. Sekta ya viwanda vya samaki, sekta ya kilimo na sekta zingine mbalimbali, tunatoa huduma ya ukaguzi, uhakiki wa vifaa vyao, kuhakikisha kwamba katika nyanja zote za uchumi huduma zinazotolewa zinakidhi viwango vya vipimo vya kitaifa. Nashukuru sana. Asante.